sitaki kusema. Chozi la mwisho naumia, naumia. Tamaa, ukiendekeza tamaa, kufa mapema. Babako yupo? Yupo ndani, kama kuna shida au nitakutia. Subiri. Mimi leo sijaja kwa ajili ya babako. Sawa. Mimi nimekuja kwa ajili yako wewe. Kwanza sawa. Unaweza kunisaidia namba yako ya simu? Namba yangu mimi ya nini? Nikupe wewe. Yaani inamaanisha kwamba mimi kuna jambo la muhimu sana nataka nizungumze na wewe. Jambo gani hilo? Sawa. Nitakwambia iwapo mkinipa namba zako tutakupigia simu. Kirahisi tu. Nisikize Angel. Kuna mambo mengine unajua sio tufaidishe watu. Sawa. Kuna mengine watu tunazungumza sisi wawili tunaelewana. Alafu pia sipendi babako akanikuta hapa. Kwani kuna shida? Hamna shida. Naomba unielewe Angel. Ile nikupe mimi namba yangu. Nahitaji namba yako. Yaani ya nini? Yaani bado sijakuelewa. Yaani nina shida nayo muhimu kweli. Nitakupigia simu, nitakuelekeza kitu chote, nitakupigia simu. Yaani nina mpango mkubwa, na tena ni mzuri na wewe. Nitakuelekeza kwenye simu. Wewe usijali, mbona mambo ya kawaida tu. Alafu pia ni mazuri tu. Mazuri? Ni mazuri tu. Angel. Unawaza nini? Yaani unanichanganya kwa sababu please naomba unisaidie. Mimi hizo nina shida nayo kweli. Naomba unisaidie. Sio mpaka babako kisukari anikute hapa. Hebu fanya hivi basi. Naomba unisaidie. Angel, please, nisaidie Angel. Sawa, mimi nitakupigia simu, nitakuelekeza kila kitu, nitakuelekeza. Na hisi hatutoshinda. Ni jambo zuri lakini sura ya. Ni zuri tu. Ni zuri? Yeah. Una uhakika? Sasa nikudanganye nini? Okay. Ukiendekeza tamaa utakufa mapema. Ukiendekeza tamaa utazikwa mapema. Ukiendekeza ngono utakufa mapema. Yeah. Wow. Okay. Sasa sikiza nikwambie. Sawa. Nitakupigia simu baadaye. After tutaongea basi. Sawa. Au simu yako na test? Hapana. Haina. Usijali, mimi nitakuwekea test. Tutazungumza vizuri. Sawa. Ila naomba iwe siri. Hata mimi na zingatia hilo. Sawa. Usije kwambia babako kitu chochote. Kwani baba akijua kuna shida pia? Sitaki ajue kama mimi nimekuja hapa. Sawa. Umeelewa? Sawa, nimekuelewa. Cheza na mimi usicheze na ndugu zangu. Cheza na mimi usicheze na mke wangu. Cheza na mimi usicheze na watoto wangu. Cheza na mimi usicheze na ndugu zangu. Cheza na mimi usicheze na mke wangu. Cheza na mimi usicheze na maisha yangu. Takutoa roho. Safi, niambie. Kwema. Kwema? Wapi? Ndio zangu nyumbani na zangu ofisini. Okay. Sawa. Kwa makini na maneno niliyokuambia. Mtoto wangu mimi, mtoto wako. Mke wangu, mimi shemeji yako. Hilo bado tuliongea afu likaa limeeleweka. Sawa, tunatokea nyumbani? Ndio. Sawa. Kwa makini na hiyo. Sawa. Tamaa, ukiendekeza tamaa utakufa mapema. Ukiendekeza tamaa utazikwa mapema. Ukiendekeza ngono utakufa mapema. Na nilichokuitia kikubwa, kuna watoto hapa naishi nao. Unaona? Ni vibinti hivi. Vyarika tu. Vyarika kalia katikati tu, sawa? Kwa hiyo ninaishi nao hapa. Kwa hiyo nikaona sio vema nikushirikishe na wewe kwa sababu
Ninaweza nikawa naishi na watu hapa alafu mwisho wa siku wewe hujui, ikawa sio nzuri. Sawa sawa ndugu yangu. Kwa hilo swala lolofanya ni zuri sana. Hata mimi pia nakugea pongeza ndugu yangu kwa kuwasaidia wadada. Sawa. Ila sasa ulivyowapokea hapo stendi, ushapitia kwa mwenyekiti labda kwenda kuwatambulisha wale mabinti, maana kuna leo na kesho unaweza kupata matatizo unajua ndugu yangu. Unachokizungumza uko sawa. Katika hilo nimelifanyia kazi. Halina shida kabisa. Nimeenda kote huko. Sawa, kwa mwenyekiti, mtendaji, nyumba 10, nimeenda kote nimeeleza. Sawa, lakini nimeamua kukwambia wewe kesho na kesho kuto usiwe na maswali, kwa nini unaishi na mabinti hapa alafu mimi kama rafiki jirani hujaniambia? Ndio maana nikaona nikuite tu nikueleze. Umeona? Unaweza ukakutana nao mtaani huko, mwisho wa siku ukanisaidia, kuniangalizia, kunichungia, kuwaelekeza ni namna gani watu wanapaswa kuishi. Afadhali nimekuona, usije ukanikimbia. Simama hapa hapo ulipotoka tu. Shoga yangu, huyu ndo alonikopa jana. Hivi unajielewa kweli wewe? Unajielewa ujika zanofanya huyu? Haya kunikopa. Kama wewe tuongee basi. Uongee na nani? Unataka kuongea? Jana nataka kuongea. Jana ngeniambia. Kama unataka leo sina hela, nitakupa. Kwa nini nikimbie? Kanifanya mimi bwege. Sasa unaje tukakatafuta sehemu tukakaa tuongea ishi. Naomba hela yangu niondoke. Hamna kukaa. Mtu mwenzako yake tuza katuondoke zetu. Ni mambo yetu mengine. Naomba hela yangu niondoke bana. Nisikize basi nikwambie kitu. Kitu gani? Toa hela tuondoke, hatutaki ku. Nisikize nikwambie kitu. Asema sina hela. Asema hela mimi sina. Usiseme una hela. Wewe usiseme una hela. Tupe hata tuondoke. Sasa yule kwa achukuni. Sina hela. Mtu mwenye kimoja chale alafu nalinga mchafuko wa mapaja wewe. Hebu tulia kwanza. Hebu ngoja kwanza. Hebu tulia basi. Ngoja kwanza. Naomba hela yangu. Wewe vipi wewe? Hapa sina hela sasa. Kumbe nini? Toa namba, naomba hela yangu mwanangu. Toa hela. Hausha. Simu nabeba. Kaka bado mdogo lakini ana maajabu kitandani. Kimoja sijali mchafuko wa mapaja tu wewe. Bado mdogo kabisa lakini huna hata maajabu kitandani. Jana kanikimbia boxa vitu vyake vyote vipo ndani kwangu. Hebu niachie basi. Tena ukachukue vitu vyako. Naomba viatu. Viatu tena? Yaani si umechukua nikupe viatu? Toa viatu tuondoke. Tunamuitia mwenzi sana. Yaani hatuna muda. Au tukuitia mwenzi? Mwenzi kivipi sasa? Tukuitia mwenzi. Najua tuonani tena. Mwili umekosa, umekosa imani kabisa. Selewi izele. Tamaa. Bwana Kishada amekutembelea? Ipo hivi. Naomba pale nyumbani ukinihitaji mimi nipigie simu. Sitaki mazoea nyumbani. Labda nikwambie kisukari kitu kimoja, sawa? Ndio. Mimi sitoacha kuja kwako. Alafu wewe ni rafiki yangu, tumetoka mbali sana. Tunasaidiana kwa mambo mengi sana. Sawa? Leo hii nawezaje mimi leo nisifike nyumbani kwako ikiwa wewe ni rafiki yangu? Ni kweli wewe ni rafiki yangu kwa muda mrefu. Lakini kumbuka pale nyumbani kuna mke wangu, kuna mdogo wangu, kuna mtoto wangu. Na wewe ukiingia sehemu mara mbili huachi mtu. Alafu uko karibu sana na mtoto wangu Kishada. Wewe ushaanza habari zako. Yaani ushaita masuala yako yale kila siku umeamua yalete hapa. Hapana, niko serious. Yaani usione eti mtu anacheka wasema kwamba uko na masuala, hapana. Sasa inawezekana vipi? Hebu fanya hivyo. Sikiza nikwambie bwana. Mimi siwezi kufanya hivyo. Sawa. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu afu tumetoka mbali. Ushaelewa? Mimi nitahitaji kuja kwako. Au mimi nitakukatazaje wewe usije kwangu? Hicho kitu hakika. Mimi lazima nije kwako, nikusalimie. Sawa. Mkeo ni shemeji yangu.
Sawa, mtoto wangu ni mtoto wako. Mtoto wangu ni mtoto wako, mke wangu shemeji yako, dada yangu na wewe dada yako. Ipo hivyo? Ipo hivyo. Sawa, kama imekuwa sawa, lakini sasa kuwa makini, ile ni familia yangu. Mimi ni familia, kuwa makini tusije tukaja tukakosana baadaye. Wewe ni rafiki yangu, nakupa onyo tu. Ina maana sasa kisukari wewe uniamini mimi sasa? Basi yameisha, nimekwambia tu kuwa makini na familia yangu. Nimekuja kukupa onyo. Isitoshe, nimekuona una ukaribu sana na mwanangu, na yule ni mwanamke, wewe ni mwanaume, ni hasi na chanya. Ukiziguzanisha ni shoti. Bwana wewe, kumbuka una matatizo. Kishada umeumia. Mwenye unajua kabisa. Tafadhali kaa mbali na familia. Kumbuka umeasilika na unatumia dozi. Usije ukamuua mtoto wangu. Ina maana kisukari mmoja unicharazie leo, si ndio hivyo? Mimi nakwambia ukweli. Kwa hiyo umekaa umefikiria kama leo ngoja nikamwambie Kishada maneno kama haya. Si ndio? Tambua anajua siri ni wewe peke yako. Ni mimi. Sasa iweje leo unakuja kunicharazia hapa nyumbani kwangu? Bana, yule mtoto wangu nampenda sana. Usije ukamuua. Mada yako unaotumia kufa mwenyewe. Kwani unataka uondoke na mtoto wangu? Sitaki Kishada, wewe ni rafiki yangu. Nimekwambia nyumbani sitaki uje. Baadaye tutakosana. Niongee vipi? Mimi lazima nije. Siwezi kuacha kuja kwako. Wewe ni rafiki. Okay. Napendaga watu wenye dharau. Unijui vizuri, unajua mimi kisukari, unajua tu kama jina ni kisukari. Lakini kwamba nina kisukari kweli ndio utajua. Mimi kisukari baba. Na nikipandisha kisukari baba Kishada hapa hapakaliki. Mguu wa shingo, mguu wa roho. Sitaki kuchezewa familia yangu. Si unanielewa vizuri? Mimi naenda, nimekuja Kiislamu, narudi nyumbani Kiislamu. Hakuna ubaya. Cheza na mimi usicheze na ndugu zangu. Cheza na mimi usicheze na mke wangu. Cheza na mimi usicheze na watoto wangu. Cheza na mimi usicheze na ndugu zangu. Cheza na mimi usicheze na mke wangu. Cheza na mimi usicheze na. Kwa hilo halina shida. Kwa pale nyumbani unavokaa na wale mabinti, utawajua uzoefu wao na jinsi walivyo. Utawasoma vyote. Wewe ishi nao tu na usio na wasiwasi wowote. Na mimi siku nikipata nafasi, basi nitakuja nyumbani nitakutembelea mingi niwaone mabinti. Basi sawa, haina shida. Mimi nimekuelewa, japokuwa ndo nilikuwa nawaza kama hivyo kwa sababu unajua nimewakuta kwenye mazingira magumu kidogo. Sawa, wamefukuzwa wanapokaa, lakini pia changamoto kazini pia wametimliwa. Sasa nikaona tu ni vema tu niishi nao. Kama unavyojua mimi napenda sana kuishi na watu. Umeona? Napenda kusaidia watu. Nikaona tu niishi nao. Kwa hilo Boazi ndugu yangu nimekuelewa. Hilo halina shida kabisa. Ondoa shaka kabisa. Sawa ndugu yangu. Ila kuna sehemu nilikuwa naelekea kwa wito wako, mimi ndio maana nikaja kusikiliza kwa ndugu yangu. Basi sawa, mimi ninachokuomba tu unaweza ukakutana nao njiani nini, naomba unisaidie unawaelekeza nini ili tuishi nao vizuri, umeona? Kwa sababu siwajui vizuri kiundani, kwa hiyo tunaweza tukasaidiana tu katika hilo. Ni kweli. Kwa hiyo tusaidiane katika hilo. Kwa hiyo wewe kama unaenda, mimi nikutakie safari njema. Basi haina shida ndugu yangu. Basi sawa basi. Sawa, mimi ngoja nikuache kwanza. Basi sawa, mimi nikutakie majukumu mema huko elekea. Asante ndugu yangu. Karibu sana. Haya. Karibu sana. Haya. Pia hela bwana wewe. Hebu kwani serious basi. Mimi wewe simu usichukua. Toa viatu. Ngoja niondoke. Mwizi. Mshikaji, mdangaji kakopwa. Ameamua kumsaura mshikaji. Mdangaji kakopwa. Machozi nikiwakilishi cha maneno moyo ndaki kusema. Maumivu ya moyo